Ndoa za zamani zilikuwa zinadumu kwa sababu mwanamke anaolewa wakati hajawahi kufanya mapenzi na mwanaume yoyote yule. Yaani mwanamke anafungishwa ndoa, hajawahi kudeti na mwanaume yoyote yule. Ndio maana ndoa zilikuwa zinadumu. Mwanamke wa namna hiyo hata akiwa kwenye ndoa, mwanaume wake hawezi kumgundua kwamba huyu mwanaume wangu niliolewa naye ni kibamia, wala huyu ni alfajiri, wala huyu ni godown. Hawezi kujua kwa sababu hana hiyo experience ya wanaume. Lakini wanawake wengi wa sasa hivi wanaolewa tayari washadeti na wanaume zaidi ya 50. Na hapa nakwambia ni kwa haraka haraka tu. Akikwambia taratibu maana yake ni wanaume zaidi ya 50. Ndio maana wanawake wengi wa sasa hivi hawadumu kwenye ndoa kwa sababu wanaolewa tayari washazini au washadeti na wanaume zaidi ya 50. Hiyo ndoa itadumu wapi? Mwanamke wa namna hiyo anaolewa tayari ashajua yule ni alfajiri, yule ni kibamia, yule ni godown. Kwa hiyo mwanamke wa namna hiyo ili adumu kwenye ndoa, lazima yule mwanamume aliyemuoa awazidi wanaume 50 ambao mwanamke tayari ashatembea nao. Kitu ambacho ni mzigo na ni kitu kigumu sana kukifanya. Kwa hiyo solution ya ili ndoa zidumu, inabidi ndoa sasa hivi zibadilishwe mfumo. Zifungishwe kama ubatizo. Yaani mtoto wa kike, mtoto wa kiume wakizaliwa tu wafungishwe ndoa. Kama ubatizo, anazaliwa anafungishwa ndoa. Kwa hiyo wakikua tayari wako kwenye wanandoa, wananyonya tayari ni wanandoa. Watu hao hata wakija kuzini, yani wanakuwa tayari wako kwenye ndoa. Kwa staili hiyo pengine tutadhibiti ili chanzo cha ndoa nyingi kuvunjika. Na ubaya zaidi, zamani wale makungwi walikuwa ni wale wabibi, watu wazima ndio wanafundisha mabinti jinsi ya kuishi na wanaume wao. Lakini sasa hivi makungwi wenyewe ni wa kiume. Tena vijana na wao wakungwi ni wale watu ambao, yani kungwi huyo anamfundisha mwanamke jinsi ya kuishi na mwanaume ambaye anaenda kuolewa naye, na huyo mwanamke tayari ashawahi kumkataa huyo mkungwi. Hiyo ndoa itadumu wapi?